Msikilizaji, Bwana kubariki sana kwa kupitia video hii. Inaweza kubadilisha maisha yako ya ndoa. Tunakaa kwa kipindi cha pili cha mafundisho yetu ya ndoa, na somo nzuri ninayo ni hii: nini inaweza kupunguza furaha ya mtu katika ndoa, au nini inaweza kumaliza furaha ya mtu katika ndoa. Jambo la kwanza ni kwamba ni kule kuelewa ndoa vibaya. Kuna watu wameelewa ndoa vibaya. Ulipokuwa binti bado wala mvulana, ulikuwa unafikiria zile filamu unazoziona ndio ndoa, ukasahau kwamba ni filamu, lakini ndoa ni ukweli. Watu wasikudanganye kwamba katika ndoa tu ni kucheka saa zote. Kuna majira meusi ndani ya ndoa, kuna majira ya kutisha ndani ya ndoa. Alafu unapoolewa unakutana ni tofauti na gisu ulikuwa unafikiria, inaweza ikapunguze furaha yako. Lakini acha tu nikwambie kwamba ndoa zote zina ukweli fulani unaofichwa. Sasa usipunguze furaha kwa sababu haujaona vitu ambavyo ulikuwa unafikiria tu vitakuwa. Vinaweza kuwa na utofauti na tadhamio zako, lakini kwa siku ambayo itakuja unaona mambo inaweza kuwa vizuri sana. Jambo la pili ambayo inafanya raha ya ndoa inashuka ni kule kuishi na mtu ambaye anakudhahailisha, anakudharau hata mbele ya watu. Unajua mke wako au mume wako akisha tukoona kwamba una kusudi ya kumshusha na kumfanya kama hayuko kitu kabisa, inapunguza furaha. Mfano, unaishi na mume ambaye anakupiga. Kuna wanaume katili ambao mafikiri yao ina matatizo fulani. Anaweza akakupiga saizi, anakuvimbisha mdomo, alafu baada ya masaa fulani anaomba msamaha, alafu anataka tena umpatie busu. Kwa hiyo midomo ambayo ameumiza tu, unaona amekufanyia vitu ambavyo unajua ni vibaya, na amekumwangata damu na akakuvua hata mavazi mbele ya watu. Unaweza unaishi naye kweli, sijakataa, lakini furaha inaendelea kupunguka, haina furaha. Jambo la tatu ambalo inafanya usiwe na furaha katika ndoa ni kule kuishi na mtu ambaye labda unaheshimika sana nje, lakini yeye hajui heshima yako. Unajua kuna watu wa aina hiyo. Ni mwanamke mzuri sana, ni mwanaume mzuri sana, na unapata heshima nje kwa sababu uko maarufu, lakini unayeishi naye kabisa katika ndoa haone ile heshima yako, anakushusha kwa namna ya kipekee. Inafanya vibaya sana. Inapunguza pia heshima wakati una mwanaume ambaye ana cheat, anafanya maisha mabaya ama maisha ya ngono nje ya ndoa, au mwanamke wa vile, alafu na mume anajua labda au anadhania. Inafanya raha ya ndoa ipunguke. Hii ni kitu kabisa ambacho kinapunguza raha katika ndoa. Lakini jambo la tatu ambayo inapunguza raha katika ndoa ni umaskini. Ndio maana lazima kupambana sana umaskini. Hata kama mna mipango ya kufurahi, mtafurahi namna gani? Mtu mmoja anasema kwamba pesa haileti furaha, lakini lazima pia kumuuliza ni kiwango gani cha pesa, kwa sababu mahali pana upendo na kukiwa fedha, furaha inaweza kuwa. Upendo mwenyewe bila kuwa na fedha ni furaha ya kujiumbia, lakini si furaha, maana vyote vinatembea pamoja. Ndio maana mkiwa katika ndoa, pambamneni sana umaskini, kwa maana umaskini ni mlango mkubwa wa shetani kuharibu furaha ya watu na pia kuwanyang'anya upendo msipojali. Jambo la kufuata ambalo linapunguza furaha katika ndoa yote chini ya jua ni wakati ambapo unaishi na mtu ambaye anakutusi mpaka na kukumbusha maisha yako ya jana au maisha yako ya past. Unajua kuna wanaume wa aina hiyo, unakaa naye, au kuna wanawake pia, niseme naongea upande wote mbili. Anakukumbusha vitu vyote ambavyo wewe umeshavisahau zamani, na hata Mungu akakusahau, akavisahau samani, lakini yeye unayeishi naye anakuonesha kwamba hauko kitu, na hiki kinapunguza furaha ya ndoa, kwa sababu unajua hata nikiishi na huyu mtu heshima yangu haijui, anaendelea kunikumbusha vidonda vyangu vya ndani. Jambo la kufuata ambalo linapunguza furaha ya ndoa ni kule kutosheleana kwa kitendo cha ndoa. Hii somo nitaifundisha tu hapa kwenye YouTube, utaifuata. Tunatosheleana vipi? Kitendo cha ndoa si vita.
Kitendo cha ndoa si mapambano, ni plan. Lazima kabisa kujua, kwa sababu ni ufundi, na hii mtaipata kwa umakini kabisa, na itakuwa baraka. Bado naongea kuhusu vitu vinapunguza furaha ya ndoa. Magonjwa pia inapunguza furaha ya ndoa. Magonjwa, sometime unaweza ukakutana na magonjwa fulani, na hii magonjwa inaleta matatizo kwako upande wote mbili, mpaka furaha ya ndoa inapunguka. Namna nyingine ama kitu kingine ambacho kinapunguza sana furaha ya ndoa ni zile safari ndefu. Kuna wanaume ambao wanaweza wakasafiri hata mwaka mzima, hata miezi 6, hana muda kabisa. Unajua, kusafiri ni sawa, lakini kukadirisha ni sawa zaidi. Unapoishi na mtu ambaye hamko naye, yani kwa mwaka unaye mara 2 mara 3, inapunguza furaha ya ndoa, na pia inaweza kafungua mlango kwa mboya fulani kuingia pasipo kujua. Lakini pia kitu kikubwa ambacho kinapunguza furaha ya ndoa ni kukosa muda wa kuongea, kukosa wakati wa mawasiliano. Unajua, kuna wanaume wengi wana simu, lakini simu zao wake wao wazijui. Manake wakipigiwa simu ni habari za chakula tu, nisha kutumia pesa ya matumizi. Na pia kuna wanawake wa aina hiyo, wakipiga simu hawana muda wa kuongea vitu vya msingi na waume wao, wanaomba pesa tu, wanaongea habari za watoto tu, lakini wenyewe kwa wenyewe hawana kabisa wakati wa kuzungumza. Na hii ni matatizo sana, inapunguza sheria ama furaha katika ndoa. Wakati hamna muda wa kukaa, mnaanza kuzungumza. Niambie mtu anayenifuata tarehe ya leo, maongezi ya mume na mke hayaishi. Hata kaburini wanaongea, kwa sababu mume anapozikwa kuna maneno mke lazima aongee. Kwa hiyo msishindwe kuongea nyumbani, alafu siku mtu anakufa ongee kaburini kwake, itakuwa ni uchimbi. Kwa hiyo jifunzeni sana kuwa na muda wa kuongea, ili kwamba msipunguze furaha yoyote katika ndoa. Lakini kitu kikubwa ni kwamba mwanaume wote anayemuima mwanamke pesa hampe furaha. Ile nisikudanganye, mke wako asikwambia hapendi pesa. Mwanamke mmoja ambaye hata kukubali wala hata furahi kwa sababu haumpatie pesa ni mama yako tu. Lakini wanawake wote duniani wanapenda mume ambaye anawapatia pesa. Kwa hiyo ukifanikiwa na una uwezo, mpe mke wako fedha ya matumizi. Wakati mwingine mpe pesa ambao haina sababu, mpaka mwenyewe ajikutane kwamba hana sababu ya kukuacha. Kwa sababu vitu ambavyo unaweza shindwa kumfanyizia mke wako, akifanyiwa na mtu mwingine, ni kiumbe, anaweza kukusahau haraka kama atakuwa mjinga zaidi. Kwa hiyo Mungu anapokubariki, jifunze kumvika mke wako, jifunze kumheshimisha mke wake. Hii ni kitu kizuri sana. Na wanaume, wanawake samani, wapeni waume zenu attention, mpaka mume wako akwe naelewa kwamba nina mke anayenipenda. Mpigie simu saa zote, hata huna sababu. Mpigie simu hata kwa ajili ya kucheka, mpigie simu hata kwa ajili ya kumpa jina mpya, mpigie simu hata kwa ajili ya kumkumbusha mchezo wa usiku. Yani mpigie simu mpaka ajielewe kwamba kuna mtu ananijali. Unaona, ukishindwa kumwambia vile maneno vitamu alafu anaviokota nje, atakuona mchungu zaidi, kwa sababu ni vitu vichache tu ambavyo vinaweza kuharibu maisha ya ndoa pasipo kujua. Inapunguza furaha sana wakati umeolewa na mume, lakini ule mume ameshazaa watoto na unawachunga wale watoto, alafu anaanza kuonesha kwamba wale watoto ndio wa maana kuliko wewe. Au na mwanamke ambaye analeta watoto ndani ya nyumba, alafu anajali sana watoto wake kuliko wale ambao wamewakuta. Inapunguza furaha sana, na ni moja katika matatizo mengi katika ndoa ya watu ambao tumeijua. Kitu kingine ambao inapunguza furaha katika ndoa ni mambo madogo sana. Mfano, ukileta chakula kwa meza mahali mume wako iko, jitahidi sana mchangie naye mpaka amalize kula, wende ukapumzike. Na pia usikubali mume wako atangulie kitandani, enendeni kwa pamoja. Kama mume wako ni mshabiki wa football, kaa naye kwa kitanda mpaka amalize kwa chumba samani au kwa salon kama mna TV, mpaka amalizie ndio mlale. Lakini ile mambo ya kuachana, moja aende mwingine akae mwingine, mwisho inapunguza furaha katika ndoa. Kuwa na muda wa kutoka out na mke wako au mume wako,
mwende mkaenjoy ile raha unayoiona kwa watu wengine, unaweza ukajiambukizie nayo, unajiletea nayo. Unajua ni bahati sana duniani kumpata mtu ambaye atakupatia raha, kumpata mtu ambaye moyo wako unapenda. Inapunguza kabisa furaha katika ndoa wakati unaishi na mtu ambaye anapambana na imani yako na pia anaishusha na kuizarau, mpaka unakaa unajua kwamba huyu mtu haniheshimu na heshimu Mungu ambaye namuomba. Inapunguza furaha katika ndoa. Alafu mpendwa katika Bwana, tutawezaje kuijenga furaha? Tutawezaje tena kuanzilia upya? Ni rahisi sana. Ukitaka furaha nasema hivi, pesa hailete 100%, lakini pesa inaongeza furaha iwe wakati mapendo iko. Ni kukaa na kujifunza nini inafanya usiwe na furaha. Ni maswali ambayo labda usiku wa leo muulizane, wewe na mke wako, wewe na mume wako. Mkae mwambie mke wangu, mwambie mume wangu, sikufurahishe kwa nini? Nifanye tena nini ili kwamba ufurahi? Na uvumilie basi ya kuambie madhaifu yako, kwa maana watu wengine ukiambia madhaifu, vita inaanzia pale na mpaka mnatoka mnakorogana. Ukweli ni kwamba moyo uliopenda sana ni moyo unaumiaka zaidi, na pia unajaa machungu baadaye. Kwa hiyo mkae mpaka mwanze kuulizana. Haiwezekani mwanaume uwe na simu wakati ambapo mke wako hana uwezo wa kugusa kwa hiyo simu, itauma. Haiwezekani mwanamke pia uwe na simu lakini mume wako hana uwezo wa kugusa kwa ile simu, itauma. Hakuna mambo ya private wakati mnaoana, kila kitu mnachangia. Alafu kuna mtu anakuambia mimi simu yangu hawezi akaguse, mimi hiki na hiki na hiki. Manake kuna kitu anakificha humo, na hii itakuwa shida. Kabla niwapatie dawa, muulizane na mchumba wako, muulizane na mke wako au mume wako na kukera kwa nini, alafu uvumilie yale ambao watakwambia na itakuwa msaada. Ni video fupi tu. Niite mchungaji Gabriel Tikiko kutoka Jehova Nisi mashariki mwa Kongo DRC. Usiache kushare pia kubonyeza ili kwamba video zetu ziwe zinakujia kwa nyingi kila mara. Lakini pia acha nikuambie, haijalishi taifa au dini au mahali pote ulipo, siku ulipokuwa mdogo ulisema nikikomaa, nikibarikiwa, nitasaidia watu, nitafanya kazi ya Mungu. Huu ni wakati pia ambao unaweza ukasaidie. Kanisa la Jehova Nisi tunaandaa kumjengea Mungu jengo kubwa sana. Tutawaletea picha yake baadaye, mtaiona, na hii inatugharimu mamilioni ya pesa. Mungu akikubariki kwa video hii fupi, utakuwa unaangalia namba za simu zinapita pale na ujaribu kuchangia. Utakuwa unajibariki na kujengea familia lako pasipo kujua. Ukihitaji kutucontact, angalia tu namba na utatupigia. Ubarikiwe na utendewe miujiza. Nitakujia tena kwa video fupi ya ndoa.